Najifunza na mimi nitakuwa nagusa kidogo. Kwa sababu naona mnaelekea. Haustahili kukaa mbali ama nje. Saa hiyo ndio unanyonyesha kule nje ndio mtoto ni. Saa hiyo mzee hako unastahili jicho yako inakaa inamwangalia mume wako. Asante. Ndio hiyo elda. Ya, waliko nini? Ndio hiyo. Sasa unajua sasa nimeanza kuwajua sasa hata nikikutana nanyi kwa barabara nitaelewa. Asante. Kwambia kila tunawaendeanga wakati mwingine. Na tunaomba tunasema Mungu ndio. Sasa hebu nauliza hivi sasa. Sasa mzee na si mzee wa kanisa mtu ambaye ameoa na uko kanisani na wakati mwingine inakuwa vema wakati mnakaa pamoja, kwa sababu kuna jambo linaweza muso hapa unadunga mwingine kucha tu, hata kilala unaamusa yeye. Unajua hakuna kitu kibaya kama kulala ukiwa peke yako. Unaweza lala na mahali huko na umekaa umelala unafanya mambo mengine mbaya sana, unaona watu wanaleta haya kwa sababu umelala na ikasikana. Unajua kuna ile ya kodosi unadunga na kuna ile ya kulala mpaka unashindwa inasikana, unasikia mbomu inaweza lipuka, watu waseme kumbe unaona. Sasa na hiyo ni changamoto moja. Ya pili, kwanza tuseme the elder ametoka anataka kuja kwa matangazo, amekimbia pale kwa Juleno kidogo ili akuje haraka. Kasi ile imemngojea hapa ya kutangaza nyingi, amekimbia amefungua zipu na kufungua zipu kabla afunge zipu amekuja. Sasa anakuja hapa anasema Bwana Yesu asifiwe. Madirisa inasema asifiwe sana. Unaona sasa asifiwe sana. Sasa washiriki wanacheka, wewe unasema ni roho wa Mungu amefanya nini? Ameshuka sasa kutoka mbinguni. Sasa unasema kanisa basi hewa iko sawa sawa, lakini saa hiyo kuna hewa nyingine iko sawa. Na sasa hapa wanawake huongeanga vingine, wanaona awaongea na sauti, anaangalia wengine anakunya nyoro hii dunia hii, na wewe hujui. Sasa hebu nikuulize my madam is elder, huyu mzee akifunguka hivyo na siku imetokana, unaweza fanya nini? Tuko sasa, unajua ndio hiyo sasa imetokana na wewe umeona. Sasa unasikia nywele inataka kumoka vile unaona mzee anafanya, na wewe umeelewa tayari anapofanya hivi madirisa inafanya hivi, wanawake wengine wakiangalia utafanya nini? Utasaidia namuita kando ati ako hapa, niko hapa sasa, kama ule mlembe wangu hako pale, utaniita aje? Niko kwa matangazo na semuka, utaniitaje? Unajua kila familia inakuanga na ile saidi inaongeanga nayo. Ndio hiyo. Na kuna vile mzee atakaa hapo na ajangalia pale huko. Ndio hiyo. Alafu ndio hiyo amesemuka, utamuita aje? Yako kwa matangazo sasa. Na kila watu hata wameshaona hakuna kitu ya kuficha hapo. Sasa utamuitaje? Sasa utamkonyea lizo, na ukimkonyea yeye hapo kwa matangazo tu, na utaki kufanya utaki kufanya na vindole hivyo, utafanya aje? Kama ako hapo mbele na niko msaidizi wake, si niko na right ya kukuja hapa. Kuja hiyo ndio wacha kwa kompyuta kama si tufanye practical hii sasa. Wacha afanye hiyo, wacha my elders wife afanye hiyo. Ndio hiyo sasa, fanya hiyo sasa. Hata sisi unajua fanya hiyo sasa. Hapa kuja mjisho, hata wewe kuja tu. Tunaona washiriki tuko na makambi, na sasa makambi tunatoa goli ya makambi. Mnasemaje? Watu walete jinsi wanavyobarikiwa. Mnasema haya washiriki na promote. Hebu konyeni hizo sasa. Unamwambia? Basi. Hiyo ni moja. Rudi maenda. Lango. Hili kalambo ile yako. Na wewe umeng'ang'ana na simu zako, wewe unaangalia chini.
Hataki tutaje. Na wewe ungefanya nini? Waidia. Ungefanya nini hapo? Nakuja. Sinaona. Kwa sasa hiyo unakwambia hiyo washirika wanasema unafanya aje? Method nyingine? Ndio msingi na tu. Ndio. Amo merie. Kirimo. Inga ngati mvua ngira je kirimo ndika. Kama msingi hata utamsingi aje? Ile ya amona toka hebu niwaambie. Sasa ukiwa mzee amesimama hapa wewe ongeno wali bila toto kanaandi ukiwa amechemuka hapa na nini, umeona vile kuko the wisest method ile mzuri ile mzuri, unakuja mnasimamana. By the way, umefanya kitu mzuri, vile umekosea tu kidogo ni kumwambia ndio kafunge si atoke. Unastahili msimamane hivyo. Si amesimama mbele hapa, wewe mfiche hivyo. Kana unamwambia lakini unamfunga nini? Unamfunga zip. Wewe unamfunga zip. Hata wale juzi wako pale watajua kweli huyo madam ni ako na hekima. Hello? Lakini hapa pastor, hapo elder, hata kama nimesimama hivyo, unajua siwezi kumwambia uende ukatengeneza nini? Lazima nisimame hapo niache amefanya nini? Umeacha amefanya ama umefanya? Unajua hapo ndio si. Hata kufanya. Si hata unafanya. Hello? Yes, unafanya. Unajua sasa ni wewe. Sasa ni wewe, si ati atafanya. Na ukifanya hata ile kicheko ilikuwa pale umefunga. Kwa sababu sasa ni mtu yako umefanya, umeelewa mahali kuna shida na umerekebisha. Lakini ukifanya hivi akienda si angemfunga kwani iko nini? Sasa unaongeza nini? Unamfunga. Na ukimfunga unatumia, hiyo ni hekima. Tena umenyamaziza ile kicheko ilikuwa nini? Kwa ilikuwa pale. Unajua tuko ni ndege inapeperuka kidogo. Haya, jambo lingine. Sasa wasa tuingie katika topic ambayo ni muhimu sana. Jambo la kwanza, kuna misingi ambayo ni ya maana sana mume na mke wanastahili kufanya ili ndoa yao iwe ya furaha. Jambo la kwanza tusome katika kitabu ya Ayubu. Jambo la kwanza, kila mmoja mume na mke wanastahili kufanya ili ndoa yao iwe na nini? Iwe na furaha. Umefika pale? Ayubu 22 mstari wa 20 wa kwanza. 22 verse 21. Ayubu. Nitakuwa juzi msituke, nitakuwa nagusa yote kila mahali. Inasema aje? Wapi wale watumishi? Ayubu 22:21 to 22. Imepotea. Kuna mtumishi alikuwa anasoma neno hapa. Imeenda wapi? Wala jibu mbona chini kombusi hapa. Na nilikuwa karibu nipotee na kadhita nikiwa nimeswim kule. Kunaitwa Kerigicha Mugodhima. Karibu ni yaani niliswim maji mpaka kwa sasa watu wote wakaangalia wakiwa kando. Na hata mama na baba hawakujua nilikuwa nimetoka Embu na ile njia, hata ningepotea wangejua nilipotelea wapi. Haya, inasema nini? Tumishi, barikiwa sana. Wewe pambana. Nilioa nikiwa na 25 years. Baba yangu akikataa sana, ananiambia bado sijafikisha nifike 35. So hata isipokuwa ni nywele imeenda, ukiniona mimi na vijana isipokuwa